Leo kama Waislamu tunahitajia sana tuwe na mazoezi makubwa na tujifanyie bidii kubwa zaidi ya kufikia katika daraja ya kuwa na utajiri wa moyo kama Waislamu. Maana tupo katika Waislamu wengi ambao ni matajiri wa mali. Tunao Waislamu ambao ni aghnia almal wengi, mmoja wao ni ghaniyul mal. Tunao Waislamu wengi ambao au kiwango kizuri cha Waislamu ambao ni matajiri wa mali, wana mabiashara, wana mali nyingi, Allah amewaruzuku. Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwaruzuku katika mali hiyo na fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa walio matajiri wa mali, miongoni mwao walio na utajiri wa nafsi ni kidogo. Maana hiyo ni daraja na ni maqam ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hampi mtu yoyote. Na jambo la kushangaza la ajabu ni kwamba utajiri wa nafsi haulazimu mtu kuwa ni tajiri wa mali. Narudia, utajiri wa nafsi haulazimu wala hauhitaji mtu mpaka awe ni tajiri wa mali ndipo uwe tajiri wa nafsi, la. Kwa hiyo tajiri wa nafsi ana daraja kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu hata kushinda tajiri wa mali. Tajiri wa mali anaweza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kamruzuku utajiri wa mali na utajiri wa nafsi, lakini aweza pia Allah subhanahu wa ta'ala ikawa tajiri huyu wa mali amempa utajiri wa mali peke yake, lakini nafsi yake ni bakhili mno. Mali anayo nyingi, lakini nafsi bakhili mno. Anakuwa mtu huyu ni sawia na yule fakiri ambaye hana chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala au kutoka kwa Allah subhanahu jalla jalaluhu. Ndio maana tunasoma kwenye hadith kwa maneno kama haya ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti ataa man la yakhsha al-faqr. Alikuwa akitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam utoaji wa mtu ambaye haogopi ufukara. Tazama hii sentensi kwa makini na tufanye bidii tuifahamu. Alikuwa anatoa utoaji wa mtu ambaye haogopi ufukara. Maana ya ibara hii ni kwamba yuko mtu anaweza kuwa na mali tajiri, lakini ikija katika swala la kutoa inaweza kuwa anatoa, lakini huku anachelea au anaogopea kwamba kule kutoa kwake kunaweza kumpelekea kuwa fakiri. Sasa hivyo hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam tajiri wa aina hiyo, na hiyo ndio sehemu moja kubwa ambayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anatofautiana pakubwa na matajiri wengine wa mali wa dunia hii, kwamba kwanza ulikuwa utajiri wake sio utajiri wa kurundika mali kama tulivyotaja nyuma, na pili utajiri wake ulikuwa ni utajiri ambao alikuwa akitoa mno na akitoa zaidi ya vile ambavyo lao mwanadamu anaweza kusawirisha katika fahamu yake.